wanachama wote wa taasisi hii muhimu, watetezi wa mama, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kwa kweli nashukuru kupata fursa hii. Nilivyoambiwa na kitambo kidogo, niliandikiwa barua nikaulizwa kama nitakuja. Nilivyoambiwa na watetezi wa mama, tafsiri zake ni nyingi na zote ni nzuri. Kwa hiyo nikasema nitafurahi kuja kuungana na nyinyi. Watetezi wa mama, sote tuna mama. Watetezi wa mama tunaongozwa na mama. Kwa hiyo maana zote, tafsiri zote hizo, ilikuwa na sababu moja kubwa sana ya mimi kupenda kuja kuungana na nyinyi. Lakini sikutarajia umati mkubwa hivi. Sikutarajia taasisi ya watu wanaojitolea, walioko tayari kusafiri kuja mpaka hapa Dodoma kwa shughuli hizi mnazozifanya. Nilikuwa nauliza nani kwa wafadhili, nasema watu wanachanga wenyewe, wanajitolea, na sasa navyoona bashasha, nyie ni jeshi kubwa. Nimeona idadi ya waliovuka maji kutoka Zanzibar mnatisha, kutoka mikoa yote. Geita kule naona mko wengi kama wote vile, na ile mikoa ambayo wameitwa hapa hawajafika, nimeambiwa wako njiani. Ni bahati mbaya tu kwa sababu na kikao saa 5 ambacho siwezi kuahirisha. Nilikuwa nimeambiwa kama ningesubiri hapa mngenishangaza zaidi. Lakini nawashukuru sana kwa fursa hii na nawapa hongera sana kwa kujitoa. Huu ni mkutano wa kwanza wa watetezi wa mama, mkutano mkuu wa kwanza. Nimeambiwa wengi ndio mnakutana leo kwa mara ya kwanza, mnafahamiana. Huu ni mwanzo mzuri. Tunasema nyota njema huonekana asubuhi. Kwa mkutano wa kwanza kabisa wa taasisi hii, kwa ina idadi hii ya wajumbe kutoka mikoa yote, utabiri wangu ni kwamba hii itakuwa ni taasisi kubwa sana, yenye nguvu kubwa sana, yenye mafanikio mengi sana, na sisi wengine tutajitahidi kuwaunga mkono. Na nimewaambia hapa, nilikuwa namwambia mwenyekiti kutoka Zanzibar wakati Neema anaongea hapa, hata sisi tutaingia mfukoni kukaa kwenu hapa Dodoma kwa furaha zaidi. Hatutawaacha wenyewe. Nimeambiwa kwamba kesho mna shughuli mbalimbali za kijamii. Kama moja ya malengo yenu, kutembelea yatima, shughuli mbalimbali kwa ajili ya kusaidia kuonyesha upendo na ukarimu kwa jamii zote hapa nchini. Ndio maana nadhani mimi wajibu wangu binafsi mwenyewe, na nitaangalia maokoto sehemu nyingine, nihakikishe kwamba mjue kwamba mnathaminiwa kweli kweli. Kwa hiyo malengo yenu yote nimeyasikia, lakini mmesema mwaka huu ni uchaguzi. Ni uchaguzi mkuu, na nyinyi ni watetezi wa mama, na mama anagombea. Kwa hiyo mmeniambia mitano tena. Kwa hiyo watetezi wa mama na mwana, watetezi wa mama kama walezi, watetezi wa mama kama mwalimu, na watetezi wa mama kama mgombea wetu wa urais wa 2025.
Na katika hilo nimeona kauli mbiu yenu mitano tena. Na mimi nawashukuru. Mimi ni mwanachama mtiifu wa Chama cha Mapinduzi. Ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Nilikuwepo kwenye ukumbi huu wakati mkutano mkuu wa taifa ulivyosema tusipoteze muda, tuna mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliteuliwa rasmi kwenye ukumbi huu. Na mgombea mwenza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na kwa upande wa Zanzibar, mgombea urais upande wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Kwa hiyo nafurahi sana kwa kauli mbiu yenu ya mitano tena kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ninachoenda kwenye kikao leo saa 5 nitakutana naye na apeleka salamu zenu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitamweleza kuna jeshi kubwa la taasisi ya watetezi wa mama. Wametoka mikoa yote bara na visiwani. Wamekuja hapa kwa shughuli zao za ujumla, lakini wameongeza kauli mbiu na wamevaa nguo zenye kauli mbiu ya mitano tena na mitano tena kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo jambo moja kubwa nitasema, si kwamba mmekuja kwa idadi kubwa tu, si kwamba mmekuja kwa kujitolea tu, kwa gharama zenu, lakini bashasha ambao mnaionyesha hapa, nitapeleka salamu mama, ni hawa watu watetezi wa mama. Kwa maana hiyo ni watetezi, jeshi kubwa liko nyuma ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Mwitikio huo unasema yote. Sasa nitaeleza kidogo tu. Jana tulikuwa kwenye ukumbi huu katika uzinduzi wa benki ya ushirika. Na waziri mwenzangu Mheshimiwa Bashe alieleza mengi sana aliyofanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kilimo. Kwa muda mfupi tu, kwa sababu miaka 5 wala haijafika, atakuwa maliza miaka 4 sasa hivi kuelekea uchaguzi mkuu. Leo nitawaeleza kidogo kuhusu elimu, kuwaonyesha kwamba kauli mbiu ya mitano tena inastahili, inafaa, tusimame nayo, tuitetee, twende na kauli hiyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu ili kumchagua rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuangalie kwenye elimu. Na nitasema kwa ufupi kwa sababu ya muda. Kwanza kabisa, ndugu zangu, mtasikia maneno mengi kuhusu kulinganisha nchi ya Afrika na nchi ya Asia tulipopata uhuru mwaka 60-61, kwamba tulikuwa tunalingana kwa kipato, lakini sasa hivi wenzetu wametuacha mbali sana. Utasikia wanakuambia Ghana ilipopata uhuru ilikuwa sawa na Korea Kusini. Leo hii Korea Kusini ni nchi ya ulimwengu wa kwanza kiuchumi, Ghana bado ni nchi inayoendelea. Na Singapore ilikuwa sehemu ya Malaysia, kwamba tulikuwa sawa wakati wa kupata uhuru, lakini sasa hivi wenzetu ni dunia ya kwanza kiuchumi, sisi bado ni nchi inayoendelea. Kauli hizo mtazisikia sana. Naona bado nyomi inaongezeka. Kwa kweli, watetezi wa mama oye! Mnatisha. Sasa mkisikia kazi iendelee. Mkisikia kauli hiyo, naomba mkumbuke jambo moja. Huwezi kulinganisha nchi kwa kipato tu. Lazima ulinganishe kwa uwekezaji katika elimu. Wakati unalinganisha Korea Kusini na Tanzania miaka ya 60 mwanzoni, lazima uangalie kiwango cha elimu ya watu wa Korea Kusini na Tanzania kwa mwaka ule. Kilichotofautisha wenzetu wakaenda kwa kasi sana
kati ya vitu vilivyotutofautisha ni uwekezaji wao mkubwa katika elimu. Wakati sisi tunapata uhuru mwaka 1961 na tulivyoungana mwaka 1964, nchi yetu zaidi ya 70% walikuwa hawajui kusoma na kuandika. Watoto karibu wote walikuwa hawaendi shuleni, na waliopata fursa za kusoma walisoma mpaka darasa la 4 tu. Kwa hiyo uwekezaji wetu katika rasilimali watu ulikuwa ni mdogo sana, kiasi kwamba tungefanya jitihada zozote zile tusingeweza kwenda kwa kasi kama wale ambao kwa miaka 1000 walikuwa wakiwekeza katika elimu mpaka wana maandishi yao ya Kikorea. Kwa hiyo alipochukua nchi hii Mwalimu Nyerere mwaka 61 na tulivyoungana na Zanzibar, mapinduzi ya Zanzibar chini ya Sheikh Abeid Amani Karume, kazi yao kubwa walioifanya, walisema maadui wetu wakubwa watatu ilikuwa ni umaskini, magonjwa na ujinga. Kazi ya kupambana na ujinga, kuwekeza katika elimu. Mwalimu Nyerere alikuwa nahodha wa mageuzi makubwa sana ya elimu hapa nchini. Yeye ndio alifanya elimu ya msingi iwe ya lazima kwa kila mtoto. Akaitoa kutoka miaka 4 kwenda miaka 7, na akaanzisha universal primary education, kwamba ni lazima kila mtoto awe na fursa ya kusoma na ni lazima asome kwa sheria ya elimu ya mwaka 78. Yalikuwa ni mageuzi makubwa kupata kutokea katika eneo letu. Watoto wengi wakaanza kusoma. Wale wenye umri mkubwa kuliko mimi wanajua zamani kupata shule ya kusoma ilikuwa ni nadra sana. Shule zilikuwa chache sana. Watoto walikuwa wanatembea umbali mrefu sana kwenda kusoma. Wanaomfahamu Filbert Bayi alikuja kuwa bingwa wa kilomita 1500 kutoka Manyara. Nimeona Manyara hapa oye. Utaambiwa kwamba alikuwa na uzoefu wa kutembea umbali mkubwa sana kukimbia kwenda shuleni. Kwa hiyo nahodha wa kwanza wa mageuzi makubwa kabisa ya elimu hapa nchini alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio alianzisha chuo kikuu cha kwanza Tanzania. Tunapata uhuru tu mwaka 61 kaanzisha University of Dar es Salaam, wakati huo ikiwa ni College of University of Dar es Salaam, a College of London, na ilianzishwa katika makao makuu ya chama cha 5 pale Lumumba. Tulikuwa hatuna chuo kikuu, hatuna wasomi unaohesabu wa degree kwenye viganja vya mkono wako. Hapo ndipo tulipokuwa, ndugu zangu. Kwa hiyo mtu akikwambia sisi na South Korea tulikuwa na mapato sawa, ni kweli, tulitofautiana sana kielimu. Wenzetu wakaendelea kuwekeza kwenye elimu, na elimu ukiwekeza unawafanya watu kama ni mtaji vile vile wa uzalishaji mali, wakaondoka kwa kasi ya ajabu, wametupita tukabaki pale pale. Alichokifanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni kuweka jukwaa kubwa la sisi kuanza kusonga mbele. Yale aliyofanya Mwalimu Nyerere, elimu ya lazima miaka 7, kuwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam, na akaondoka akiwa ameacha vile vile chuo kikuu kishiriki cha Sokoine, yalikuwa ni mageuzi makubwa kupata kutokea katika nchi yetu. Tumeenda awamu ya kwanza ya Mwalimu Nyerere, tumeingia awamu ya pili ya Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, kafanya na makubwa sana. Awamu ya 3 ya Mheshimiwa Mkapa kafanya makubwa sana. Awamu ya 4 ya Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kaleta shule za kata makubwa sana katika elimu, kusambaza shule za kata nchi nzima na kujenga chuo kikuu cha Dodoma na chuo kikuu cha Nelson Mandela Arusha, watu wengi hawajui. Imeingia awamu ya 5 ya Mheshimiwa Magufuli, imeingia awamu ya 6. Niwaambie kilichofanyika sasa hivi. Mwongozo wa mageuzi ya elimu aliyosimamia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya uongozi wake, ile elimu ya lazima ya miaka 7 aliyoanzisha Mwalimu Nyerere chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa ifikapo 2027 elimu ya lazima Tanzania itakuwa ni miaka 10. Sio miaka 7, miaka 10. Manake mtoto anapoanza shule akiwa na miaka 6, akisoma mpaka miaka 7 tu, anatoka shule na miaka 13. Hutarajii aweze kujiajiri wala kuajirika. Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Mtoto atamaliza shule akiwa na miaka 16, walao yeye anaweza kuajiriwa na kujiajiri. Lakini sio hivyo tu. Katika elimu hii kaleta elimu ile ya kujitegemea aliyoanzisha Mwalimu Nyerere. Baadaye kafifia kuwafundisha watoto elimu ya darasani na elimu ya kazi, elimu ya amali. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kairudisha. Tutakuwa na sekondari sasa hivi za ufundi, sekondari za kilimo, sekondari za muziki, sekondari za michezo, sekondari za amali kwa ujumla wake, kwa kisha kwamba watoto watakapomaliza shule wanaweza kujiajiri, wanaweza kuajiriwa. Dr. Samia wewe. Kwa hiyo mnaposema mitano tena na waelewa sana. Lakini si hivyo tu, kwa sababu muda hauruhusu. Kwa sababu huyu akimaliza miaka 10 aende wapi? Tunajenga polytechnic. Na jana wizarani nimeona tuna sign polytechnic kama Datek wakati ule. Wanaosoma mafunzo ya amali ufundi. Tunajenga chuo cha ufundi Mwanza, Kigoma, Mtwara, Zanzibar, Morogoro, cha Dodoma kimekamilika. Kwa wako watoto watakaoenda form 5 na form 6 itakuwa miaka 3 unapata cheti cha form 5 na form 6 kile cha form 6 pamoja na cheti cha ufundi cha polytechnic. Dr. Samia oye. Na wale wanaosoma elimu ya kati kwa mara ya kwanza, wanaosomea diploma, tumeanza kutoa mikopo ya elimu. Kwa sababu mwanzoni kabisa mikopo ya elimu ilikuwa inatolewa kwa vyuo vikuu peke yake. Lakini sasa hivi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa hivi diploma wanataka kusoma sijui mambo ya tehama na kadhalika, tunaanza kupeleka mikopo na tutaongeza kasi hiyo. Ndio maana nawaelewa sana mnaposema mitano tena. Na baada ya hapo tunakwendaje? Tunajenga VETA kila wilaya ya Tanzania. Wilaya ambazo hazina VETA. Tawapeni mfano. Juzi nilikuwa Rombo. Kwa waliotoka Rombo nilikuwa kata ya Mahida. Tulienda kufanya harambee. Akaja kijana mmoja anaitwa Oscar. Akatoa hela nyingi, kana muangalia ni kijana mdogo sana. Nikauliza huyu vipi? Wakaniambia huyu anafanya mambo ya madini. Nikasema kijana ameingia kwenye madini. Tulivyoenda kupata breakfast, nikaomba nikae naye. Nikamwambia bwana, mwenzangu huko kwenye madini, uko Geita uko hapa? Akaniambia niko Guinea Conakry. Guinea Conakry. Unafanya nini? Sasa mimi ni fundi mitambo ya madini. Mwenzangu ulisomea wapi? Nilisomea VETA ya Moshi. Nikamwambia uliendaje kule? Anasema unanishangaa mimi. Kuna Watanzania wako Mauritania, wako Ghana, mimi nilikuwa Namibia, nimeshafanya kazi sijui Kongo, sasa hivi niko Guinea Conakry. Kwa sababu ya VETA. Kwa hiyo rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza VETA kama hizi zijengwe kila wilaya ambayo haina VETA. Sasa hivi tunajenga VETA 64 katika wilaya zote ambazo zilikuwa zina VETA. Dr. Samia oye. Kwa maana vijana waandaliwe kwa ajira, sio hapa Tanzania tu, dunia yote ni uwanja wa ajira. Kama Oscar anafanya kazi Guinea Conakry, nchi inaongea Kifaransa, huyu katoka tukamaliza form 4, anafanya kazi na ajira nzuri. Vijana wetu wasome VETA waweze kuajiriwa ndani ya nchi yetu na sehemu nyingine yote hiyo. Lakini sio VETA tu. Mimi nimeona mnatoka mikoa yote na wengine bado wanakuja hapa. Tulikuwa na mikoa takriban 16 haina kampasi ya chuo kikuu. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza tujenge kampasi za vyuo vikuu mikoa yote ambayo bado haina kampasi ya vyuo vikuu. Nitatajia baadhi. Manyara sasa hivi mnajengewa VETA pale. Singida mnajengewa kampasi ya chuo kikuu. Tanga tunajenga Mzumbe pale. Singida tunajenga hapa, Ruvuma tunajenga, Mtwara vile vyuo vya walimu, chuo cha kawaida na ufundi vinageuzwa kuwa kampasi ya chuo kikuu cha Mbeya cha sayansi na teknolojia. Mikoa yote ya Tanzania bara isipokuwa mkoa wa Pwani kwa sasa hivi itakuwa sasa hivi ina kampasi za vyuo vikuu. Kagera kwa mfano, ujenzi unaenda vizuri, karibuni hapa tutaenda kuweka jiwe la msingi. Lindi ujenzi unaenda vizuri, karibu hapa tutaenda kuweka jiwe la msingi. Kwa hiyo tunaposema mitano tena, naelewa mnaona miaka hii
takriban 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yale aliyobadilisha kwa mikoa ambayo ilikuwa haina kampasi ya chuo kikuu kama Tabora, kama Kigoma, kwa mara ya kwanza katika historia ya mikoa hiyo itakuwa na kampasi ya chuo kikuu. Dr. Samia oye! Naelewa sana mnaposema Dr. Samia mitano tena. Yako mambo makubwa sana aliyofanya katika elimu. Ni muda mfupi sana kueleza hapa. Naamini huu sio mkutano wa kwanza mtakaofanya. Mkutano mwingine mkitaka kufanya, mpite na huku kwetu, muulize mnakujaje, mje vizuri, tutahakikisha kwamba tunawashika mkono. Kwa hiyo naungana na nyie kumuunga mkono rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi wa urais wa mwaka huu kwenye uchaguzi mkuu. Sisi wote, nyinyi wote ambao ni jeshi kubwa limetawanyika nchi nzima, kwenda kumsemea, kwenda kumtetea, kwenda kumpigania apate kura kama zote. Dr. Samia oye! Na mimi nimesema nitampelekea salamu zenu hizi, na si salamu za idadi ya watu tu, bashasha. Kwa sababu idadi ya watu jambo moja, si salamu za idadi kubwa ya watu tu, wa kujitolea kwa gharama zenu kuja hapa kufanya mambo ya maendeleo ya kijamii na kuchagua kauli mbiu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena. Hongereni sana. Mimi nawatakia haya, tuna imani na Samia. Oya, oya, tuna imani na Samia. Oya, oya, Samia kweli, 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 Samia, Samia kweli, 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 kweli. Dr. Samia oye! Kwa tushikamane. La mwisho labda mtaomba tuendelee kuhimiza mshikamano katika nchi yetu, umoja. Mimi nafurahi sana navyoona taasisi kama hii ilivyoanzishwa kwa mtandao. Maki naambiwa ndio mnaonana leo na watu wa aina zote bila ubaguzi wa aina yoyote. Nyie ni kioo cha Tanzania. Tanzania imejengwa kwa misingi bora ya kushikamana, ya haki, umoja, usawa. Na hicho ndicho kilichotuleta mpaka hapa. Na hicho naona ndio mnakisimamia. Na wapongeza sana, na naomba niwaahidi, mimi binafsi nitaunga mkono. Nitaongea na wenzangu kwenye Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa sababu sisi kazi yetu mojawapo ni kulea kupitia mashule yetu. Na nyinyi ni watetezi wa mama, na mama ni mlezi. Tutaangalia na sisi tunashika mkono namna gani ili kazi yetu ziende vizuri. Mitano tena. Na hii ndio logo ya siku zote kufanyia kazi. Sasa kwa hii logo na kauli mbiu hii, kwa kweli sisi elimu ni wanaume. Tutakuwa pamoja. Hongereni sana.